hali gani mtazamaji wa SAUT TV? Karibu katika taarifa habari tulokuandalia kwa siku ya leo. Na miongoni mwa taarifa tulizonazo ni pamoja na baadhi ya wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino kampasi kuu ya Mwanza waeleza manufaa ya kujifunza kwa vitendo. Makaburi manne ya halaiki yamegunduliwa huko Kivu Kusini mwezi mmoja uliopita baada ya kuondoka kwa kundi la wanamgambo wa M23. Na katika michezo, ushiriki wa michezo ya ndani ya chuo watajwa kuendeleza manufaa ya kimwili kwa wanafunzi wanapokuwa chuoni. Kwa hayo na mengine mengi, ongozana nami Dollingson Edward nitakusomea habari za kitaifa na kimataifa. Veronica Mbiato atakusomea habari za biashara, na katika michezo tutakuwa naye Matrida Emilio. Tuanze na habari za kitaifa. Tuanze hapa jijini Mwanza. Baadhi ya wanafunzi wa taasisi ya mawasiliano ya umma kutoka Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino kampasi kuu ya Mwanza wameeleza namna elimu kwa vitendo inavyowasaidia kujiajiri au kuajiriwa mara baada ya kuhitimu masomo yao. Wakizungumza na SAUT TV habari, wamebainisha kuwa ujuzi ukiwemo matumizi ya kompyuta, kamera pamoja na redio huwasaidia kuwa washindani kwenye soko la ajira. Mwanahabari wetu Simon Musa ametuandalia undani wa taarifa hiyo. Elimu imegawanyika katika nafasi mbili. Kuna elimu ya nadharia, elimu ya vitendo. Leo SAUT TV tupo Chuo cha Mtakatifu Agustino main campus Mwanza. Wasikie wanafunzi wanasema vipi wanufaikaje katika elimu ya vitendo. Mimi kama mwanafunzi wa mass communication, elimu ya vitendo au elimu kwa vitendo ina manufaa zaidi kwangu mimi, ukizingatia ni program ambayo inahitaji vitendo zaidi na sio nadharia. Kwa elimu hii inanisaidia mimi kama mwanafunzi kupata ule uelewa wa haraka wa kile kitu ambacho ninajifunza. Kwa mfano tunajifunza mambo ya editing video, mambo ya editing, yani kuedit sauti na nini. Kwa hiyo tunavyoelekezwa kwa vitendo kuedit video zile, kutengeneza sauti, kuunganisha sauti ya mtu fulani na mtu fulani, hata nitakapoenda kwenye kazi za watu media mbalimbali endapo ninapomaliza masomo yangu, inanisaidia mimi kuweza kuwa na uelewa ule wa haraka. Hata nitakapopewa kazi ya kwenda kutafuta source mtaani, na kuwa na uwezo wa kuedit sauti, kuedit video. Mimi kama mwanafunzi wa baeni, elimu ya vitendo ina manufaa makubwa sana kwetu. Kupitia mchezo wa jukwaani, mchezo wa mashairi, presentations za mara kwa mara ambazo tunajifunza. Kupitia hivyo vitendo vyote, maana sisi wanafunzi wa baeni tunapata kwanza confidence ambayo mwisho wa siku tunasaidia sisi katika masomo yetu. Sio tu masomo yetu pia, hata baadaye unaweza kwenda kufanya kusoma mbele ya darasa ukiwa ukiwa na confidence. Mimi kama mwanafunzi wa Mascom, elimu kwa vitendo inanisaidia kuwa na ujuzi wa haraka au kuwa na ujuzi zaidi. Kwa mfano, tunafundishwa kutafuta habari, kuandika habari, kutafuta source, tunafundishwa mambo ya kompyuta, tunafundishwa matumizi ya kamera kwa vitendo. Kwa hiyo mafunzo hayo kwa vitendo yanisaidia mimi kuwa na ujuzi wa haraka na ujuzi mwingi zaidi kuliko tu nadharia, ambapo vitendo hivyo vinaweza vikanisababisha mimi nijiajiri mwenyewe. Naweza nikawa photographer, naweza nikawa editor wa vitu labda kama ni movies, kama ni nyimbo na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ina manufaa makubwa sana kwangu mimi kama mwanafunzi wa Masco. Nikiripoti kutoka Chuo cha Mtakatifu Agustino Mwanza. Jina langu Isimi Moses, SAUT TV. Tuendelee kusalia hapa katika Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino. Baadhi ya wanafunzi katika Chuo Kikuu cha SAUT campus kuu ya Mwanza wameeleza athari wanazokumbana nazo katika msimu wa mvua zinazoendelea kunyesha, ikiwemo kuchelewa kufika kwa wakati kwenye vipindi pamoja na uharibifu wa mali ikiwemo simu pamoja na kompyuta za mkononi. Wakizungumza na SAUT TV habari, wamebainisha kuwa mvua hizo zinawafanya kushindwa kutekeleza majukumu yao kwa wakati. Mwanahabari wetu Hassan Ramadhan ametuandalia taarifa hii. Wakizungumza na SAUT TV, wanafunzi wa Chuo Kikuu cha SAUT wana haya ya kusema. Tunapoongelea kipindi hiki cha mvua, ni kweli sisi kama wanafunzi ambao tunakaa mbali na chuo kidogo tunapata changamoto mbalimbali. Mfano, vile vipindi vya asubuhi pale mvua ambapo zinakuwa zinanyesha kwa wingi, sisi kama wanafunzi ambao tunakaa mbali kidogo tunapelekea kukosa vitu ambavyo vinatupatia sisi uwezo mzuri wa darasani wa kupata maarifa. Mfano, mwalimu akitoa maswali ambayo yana marks nzuri na ambayo anaweza kukupatia wewe uwezo wa kufaulu katika vigezo vya mwalimu, nakuta umekosa na mwalimu akusikilizi. Hata angalia kulikuwa kuna mvua wala nini, mwalimu anachozingatia ni kwamba muda fulani kipindi kinaanza na watakuwepo wanafunzi, pasipo kujali sababu yoyote ile, labda kama mtu alikuwa tu anaumwa na ana taarifa, kitu ambacho kinapeleka tunakosa marks, tunakosa maarifa ambayo siku hiyo wamefundishwa wenzetu darasani walio wao ambao wanakaa mazingira ya karibu, na hata vile kupelekea kutokuelewa kabisa. Maana unakuta wanafunzi wengine sawa waliwahi wakafika, lakini hawaelewi walichofundishwa. Kwa wanafunzi wenzako kukuelezea, unaona na penyewe kama vile sio
hata kupatia kitu cha maana, lakini sisi tunaokaa mbali kidogo tunapata changamoto kipindi hiki cha mvua. Mvua zinazoendelea kunyesha zinatuathiri sisi wanafunzi tunaokaa mbali. Zinasababisha uchelewaji wa vipindi kwa sababu saa nyingine zinanyesha kwa muda mrefu, kwa hiyo tunashindwa kuwahi vipindi kwa wakati. Pia zinasababisha changamoto mbalimbali kwenye barabara kwa sababu zinaleta madimbwi, kwa hiyo unashindwa kuwahi kwa sababu sehemu zingine zinakuwa hazifikiki na usafiri, kwa mfano boda. Athari ya mvua ni kweli inatuathiri kwa sababu mvua inanyesha, yani unakuta throughout the day, yani inaweza kunyesha kuanzia asubuhi mpaka jioni, na sio kubwa, inaweza kuwa ni manyu, lakini sasa shida inakuja ambapo mimi kama mimi mwenyewe mfano naishi mbali. Sasa kutoka kule mpaka huku hivi, na ukiangalia tena mwamvuli ndio hivyo, ni changamoto. Yaani utoke kule mpaka huku na mvua inanyesha kubwa hiyo, maana yake utafika huku umeloa sana. Na kwa utakuwa umeloa sana, hata ile nguvu ile priority ya wewe kukaa na kusikiliza, concentrate na masomo itakuwa ni ndogo. Na pia hata ukijitahidi ukafika, labda ukachelewa hata tuseme dakika 10, unakuta kipindi hichi ndo wahadhiri wetu, malekcha wetu wagani wakari wanafunga milango wanaikufunga tu. Shukran sana Hassan Ramadhan kwa taarifa hizo. Tukisalia hapa Mwanza, wakazi wa kata ya Luchelele wilaya Nyamagana jijini Mwanza wameeleza kuwa changamoto ya usafiri imekuwa kikwazo katika shughuli zao muhimu na kulazimika kutembea umbali mrefu na kutumia gharama kubwa kufikia kwenye maeneo yenye huduma muhimu. Wakizungumza na Sauti TV Habari, wameeleza kuwa upatikanaji wa daladala umekuwa kusuasua hasa nyakati za asubuhi pamoja na jioni, hali inayochelewesha wafanyabiashara, wafanyakazi na wanafunzi kufika kwenye shughuli zao kwa wakati. Mwanahabari wetu Jacqueline Kobelo ametuandalia undani wa taarifa hiyo. Licha ya kukua kwa kasi kwa makazi na shughuli za kiuchumi katika eneo la Luchelele jijini Mwanza, wakazi wa eneo la Luchelele bado wanakumbana na changamoto ya usafiri, hali inayodhoofisha ustawi wao wa maisha ya kila siku na kuchelewesha maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Nimezungumza na baadhi ya wakazi wa eneo hilo, wanaeleza athari wanazozipata kutokana na changamoto ya usafiri. Changamoto ya kwanza, natumia gharama kubwa kwenye usafiri. Kwa hiyo najikuta labda leo nimepanga nitumie kiasi fulani, lakini najikuta nimeenda nje ya bajeti ya siku hiyo. Kwa hiyo labda ningeomba miundombinu iboreshwe vizuri ili naishi Masha, lakini huwa nafanya shughuli zangu Luchelele. Lakini hapa kwa kupata usafiri kwa kweli kuna changamoto kidogo. Inanisumbua kama kufika kule kwa wakati, shughuli zangu zinakwama, lakini pia ratiba nyingine nashindwa kuzitimiza kwa wakati kutokana na nini? Kukosekana kwa usafiri. Jambo la msingi sana, nashauri sana wafanye waongeze vyombo vya usafiri pamoja na kujali sisi wananchi ili tuweze kupata usafiri kwa wakati. Mimi naitwa Martha Pangisa, ni mkazi wa Luchelele. Kusema ukweli, changamoto ipo kweli, uhaba wa usafiri, tunapata shida. Tunachelewa kwenda ofisini kwa sababu unakaa muda mrefu unasubiri nusu saa, magari hayapiti. Bajaji zikipita zinakuwa zimejaa kwa sababu zinaanzia mbali kule Luchelele Ziwani, kwa hiyo unakuta unachelewa muda mwingine. Yani unabidi sasa uchukue usafiri mwingine kama boda, na ambao wenyewe ni gharama inaongezeka. Tunaomba tu labda watuongezee usafiri. Wakazi wa eneo la Luchelele wanaendelea kuomba mamlaka za jiji la Mwanza pamoja na wadau wa usafirishaji walitazama swala hili kwa jicho la tatu. Nikiripoti kutoka barabara hii ya Luchelele, mimi ni Jacqueline Kobelo wa Sauti TV. Asante sana Jacqueline Kobelo kwa taarifa hiyo. Mtazamaji wa Sauti TV, tupate mapumziko mafupi, tukirejea punde ni katika habari za kimataifa. Wiki hii kwenye Kioo cha Mwanamke. Je, ulishawahi kuwaza kuwa Tanzania kuna timu ambayo kiongozi wake ni mwanamke? Basi ungana nami ndani ya Kioo cha Mwanamke wiki hii, tukiangazia fursa za mwanamke katika michezo, hususani mpira wa miguu. Kila Alhamisi saa 11 kamili jioni kupitia Instagram, Facebook na TikTok @SautiTV. Karibu tena mtazamaji wa Sauti TV. Sasa ni wakati wa kuangazia yale yaliyotokea nje ya mipaka ya Tanzania. Tuanzie huko nchini Kongo.
Makaburi manne ya halaiki yamegunduliwa akiwa na miili ya watu takriban 170 katika mji Uvira, jimbo la Kivu Kusini mwa nchi ya Kongo DRC, ikiwa ni mwezi mmoja baada ya kuondoka kwa kundi la waasi wa M23. Kwingineko, Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa limepitisha azimio la kusitisha mara moja mapigano yanayoendelea kati ya Urusi na Ukraine. Mpaka sasa vita vya Urusi na Ukraine vimeingia mwaka wa 4 wa mapigano, huku athari za mali pamoja na miundombinu zikitajwa kuharibiwa kwa kiasi kikubwa kutokana na vita hivyo. Mwandishi wetu Rebecca Barnaba anatueleza kwa kina katika taarifa hizo za kimataifa. Tukianzia katika taifa la Kongo, makaburi manne ya halaiki yamegundulika katika maeneo tofauti mjini Uvira, ikiwa ni mwezi mmoja tangu waasi wa Amani ya Kongo kuondoka katika mji huo wa Kivu Kusini mwa nchi hiyo. Ugunduzi huo umeibua taharuki kubwa miongoni mwa wakazi wa eneo hilo, huku wakilaani ukiukaji wa haki za binadamu. Mpaka sasa hali bado haijafahamika wazi ni nani waliohifadhi miili hiyo, huku wakazi wakidai kwamba mauaji hayo ni ya makusudi na kutaka uchunguzi wa kina ufanyike ili kubaini waliohusika na tukio hilo. Makaburi hayo yapo katika maeneo tofauti, ikiwa ni pamoja na karibu na kambi ya jeshi na kijiji cha Kabimba, takriban kilomita 8 kusini mwa Uvira. Takriban miili 170 imegundulika, ikiwa ni mwezi mmoja tangu waasi wa kundi la M23 kuondoka, hali inayosababisha wasiwasi mkubwa kuhusu usalama wa haki za binadamu. Wanaharakati na viongozi wa kijamii wanataka uchunguzi wa haki za binadamu ufanyike haraka ili kubaini waliouawa na kuhakikisha haki inatendeka nchini humo. Hata hivyo, ugunduzi huo umeongeza sitofahamu kuhusu hali ya usalama na amani katika eneo hilo ambalo linaendelea kuwa na migogoro na vurugu za kikabila na kisiasa. Na kwingineko, Rais wa Israeli Isaac Herzog amewasili nchini Ethiopia, ikiwa ni ziara yake ya siku 2 inayolenga kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia kati ya mataifa hayo mawili. Ziara hiyo inakuja katika kipindi ambacho Israeli inatafuta kuhuisha na kuimarisha ushirikiano wake na mataifa ya Afrika kufuatia changamoto za kisiasa na kidiplomasia zilizojitokeza tangu Oktoba 7 mwaka jana. Aidha, mazungumzo hayo kati ya rais wa Israel na waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed yanajikita katika masuala ya usalama wa kikanda na uwekezaji kama kipaumbele. Hata hivyo, uhusiano wa muda mrefu kati ya nchi hizo mbili umejengwa juu ya misingi ya ushirikiano wa kiusalama, kibinadamu na kiteknolojia, ambapo ziara hii inatazamwa kama ishara na dhamira ya Israeli kuimarisha uwepo wake barani Afrika na kufungua ukurasa mpya wa ushirikiano wa pande hizo mbili. Na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa limepitisha azimio lake la kusitishwa mara moja kwa mapigano yanayoendelea kati ya Urusi na Ukraine. Tamko la Umoja wa Mataifa limetolewa na Rais wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa Annalena Baerbock mjini New York siku ya leo. Azimio la Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa linalotaka pia amani ya kudumu ya Ukraine na kuheshimu sheria za kimataifa limepitishwa leo, ikiwa ni miaka 4 tangu Moscow ilipovamia Ukraine mnamo mwaka 2022. Wakati Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa limeazimia hayo, Marekani imesita kupiga kura kuliunga mkono azimio hilo, huku mataifa 107 wanachama wa Umoja wa Mataifa wamepiga kura ya kuunga mkono azimio hilo, wakati mataifa 12 yakipinga, huku nchi 51 hazikupiga kura ya kulikataa kuliunga mkono, ikiwemo Marekani. Rais wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa Annalena Baerbock ameizungumzia hatua hiyo na kusisitiza kuwa amani itapatikana na kuwa ya kudumu kama itazingatia kanuni na mkataba wa Umoja wa Mataifa na kuheshimu uhuru wa Ukraine. Mimi ni Rebecca Barnaba. Shukrani sana Rebecca Barnaba kwa taarifa hizo za kimataifa. Mtazamaji, tupate mapumziko mafupi, tukirejea punde ni katika habari za biashara na Veronica Mliatu. Endelea kusalia nasi. Wiki hii kwenye Extra Time. Ni kweli inaliza na kuumiza, na nataka nikuambie kitu kimoja. Ni kweli ya kuwa mpira ni mmoja, wachezaji 22 uwanjani, ambao hupelekea sababu ya wachezaji kuwa na migongano uwanjani. Lakini unajua ya kuwa nyuma ya pazia kuna sababu ambazo zinapelekea wachezaji kupata tatizo la afya kipindi wakiwa uwanjani. Je, unahisi kuna sababu gani nyingine? Natumaini unataka kujua. Usikose kufuatilia wiki hii Extra Time, utajua kwa kina juu ya sababu nyingine ambazo pelekea wachezaji kupata shida uwanjani. Usipange kukosa, hakika utapata ufafanuzi. Usikose kufuatilia Extra Time kila Alhamisi saa 11 kamili jioni kupitia Instagram, Facebook na TikTok @SauTV TZ.
Karibu mtazamaji wa SAUT TV na sasa ni habari za biashara. Jina langu ni Veronica Mdiatu. Baadhi ya abiria kutoka stendi ndogo ya Malimbe katika kata ya Luchelele wilaya ya Nyamagana mkoani Mwanza wameeleza hatua wanazochukua wanapokumbana na ongezeko la nauli kwa usafiri wa umma tofauti na nauli elekezi zilizowekwa na Mamlaka ya Udhibiti wa Usafiri Ardhi nchini Tanzania LATRA. Wasafiri hao wameongeza kuwa huchukua hatua ikiwemo kuripoti changamoto hizo kwenye mamlaka zilizohusika ili kuepusha migogoro mbalimbali huwa inayojitokeza. Na biashara ya kimataifa. Rais wa Marekani Donald Trump ameahidi kuwa serikali yake itaanzisha mpango wa kuchangia hadi dola 1,000 kwenye akaunti za akiba za kustaafu kwa wafanyabiashara ambao hawapo kwenye mpango wa mchango kutokana na waajiriwa wao. Trump amesema kuwa mpango huo unawalenga wafanyakazi wa Marekani waliosahaulika na kusaidiana na wale wasiopata mchango kwa waajiliwa katika akaunti zao. Kwa taarifa hizo za biashara tuungane na mwanahabari wetu Nikodemu Leonard. Iwapo nauli za usafiri wa umma zitapandishwa ghafla bila tangazo maalum kutoka Mamlaka ya Udhibiti wa Usafiri Ardhini Tanzania LATRA, hali hii inaweza kuwafanya abiria kujikuta katika sintofahamu. Leo nipo katika stendi ndogo ya Malimbe iliyopo kata ya Luchelele mkoani Mwanza, ambapo baadhi ya abiria wameeleza hatua wanazochukua pale ambapo wanakutana na kadhia hiyo. Kimsingi inakuwa ni changamoto kwa sababu mwisho wa siku unajikuta kitu hujajiandaa nacho, unaona afu na unaingia kwenye chombo cha usafiri unakutana changamoto kama hapo. Sasa hapo ina depend kwamba unapokuwa na haraka zaidi inakuwa huna namna kufanya zaidi ya kukubaliana na hiyo nauli ambayo umeitoa kimsingi uweze kufika sehemu ambapo unahitaji kufika. Mimi kama abiria, hatua ya kwanza ninayochukua pale ambapo unakuta bei imepanda tofauti na ile ambayo nimeizoea. Kama sina haraka na sehemu ninayoenda, kikweli siwezi nikapanda, ila kama nina haraka nitapanda. Mimi kama abiria napata ugumu sana endapo nakuta nauli imepanda kinyume na matarajio yangu, nauli yangu ambayo nakuwa nimetoka nayo nyumbani. Kwanza changamoto ambazo nakutana nazo, jambo la kwanza ni kupata ugumu pale ambapo namuelezea conductor ni kwa namna gani sina nauli ambayo imepelea endapo itakuwa imeongezeka. Kwingineko, Rais wa Marekani Donald Trump ameahidi kuwa serikali yake itaanzisha mpango wa kuchangia hadi dola 1,000 katika akaunti za akiba ya kustaafu kwa wafanyakazi wasiokuwa na mpango ya michango kutoka kwa waajiri. Akizungumza katika hotuba yake ya hali ya muungano, Trump amesema kuwa soko la hisa limeweka rekodi mpya 53 tangu ashinde muhula wake wa pili, huku akieleza kuwa mafanikio hayo yanaongeza thamani ya akiba za wastaafu wengi wa Marekani. Trump anasema mpango huo unawalenga wafanyakazi wa Marekani waliosahaulika kwa kuwasaidia wale wasiopata michango ya waajiri katika akaunti zao, ingawa haitoi maelezo ya kina kuhusu namna utakavyotekelezwa. Hatua hiyo inakuja wakati wawekezaji wanatafuta uhakika zaidi kufuatia sintofahamu ya sera za ushuru na biashara ya kimataifa ya wiki iliyopita, huku Mahakama Kuu ya Marekani inabatilisha ushuru wa dharura uliokuwa umeweka na utawala wa Trump. Hata hivyo, baadhi ya wataalamu wa masoko wanasema hotuba hiyo haitoi majibu ya kutosha kuhusu mustakabali wa sera za ushuru, jambo ambalo linaendelea kuibua wasiwasi kwa wawekezaji wa ndani na kimataifa. Katika hotuba yake, Trump anasisitiza kuwa karibu nchi zote za mashirika makubwa yanaonyesha nia ya kuendelea na makubaliano ya biashara na uwekezaji yaliyofanywa na Marekani, akieleza kuwa sera zake zinalenga kuimarisha uchumi wa taifa hilo. Mimi ni Nikodemu Leonard, SAUT TV. Mtazamaji, ni mwisho wa taarifa za biashara tulizokuandalia kwa siku ya leo. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za michezo na Matilda Emilio. Endelea kutazama SAUT TV. Mimi ni Veronica Mdiatu. Ni matumaini yangu umzima wa afya mwanamichezo mwenzangu. Karibu katika habari za michezo. Jina langu ni Matilda Emilio. Baadhi ya wanafunzi kutoka katika Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino campus ya Mwanza wameeleza namna wanavyonufaika na ushiriki wa michezo inayofanyika chuoni hapo, kwani husaidia kuimarisha kiafya, kimwili na kiakili. Na katika rubaa za kimataifa, ligi ya mabingwa barani Ulaya itaendelea leo katika viwanja mbalimbali, ikiwa ni mchezo wa kutamatisha hatua ya mtoano mkondo wa pili kuelekea hatua 16 bora, huku mchezo wa mapema ukiwa ni kati ya klabu ya Atalanta
dhidi ya Borussia Dortmund. Kwa undani wa habari hizi za michezo tuungane naye Christina Barton. Michezo sio tu sehemu ya burudani kama ambavyo wengi tunaichukulia au kama njia nyingine ya kupoteza muda, bali ni sehemu muhimu kwa maendeleo ya mwanafunzi kiakili, kimwili na kijamii. Baadhi ya wanafunzi wa chuo cha Mtakatifu Agustino wameeleza umuhimu wa wanafunzi kushiriki katika michezo chuoni. Wanafunzi cha kwanza wanakuwa na mental intelligence. Cha kwanza lazima mwanafunzi atakuwa na uwezo mkubwa wa kufikiria. Itamsaidia katika kujenga afya yake. Vile vile itamsaidia katika kuingiliana au interaction na watu wengine ambao walikuwa wajuani nao. Kupitia michezo inatusaidia sisi ku clean our mind, na akili ikiwa safi inatusaidia kuwa punctual kwenye academic performance. Hiyo ni faida ya kwanza, lakini pia sisi kama wanafunzi tunaposhiriki michezo kwa namna moja ama nyingine, tunatengeneza jamii kwa sababu tunakuwa tunashirikiana, tunatengeneza urafiki. Kwa moja tunakuwa na kile kitu kinaitwa umoja na kuishi kwa pamoja. Wanafunzi anakuwa anaimarisha afya na anajenga mwili. Kwa maana gani? Wanafunzi wakishiriki katika michezo, afya yake inakuwa inaimarika na kuongezeka. Kwa upande wake, waziri wa michezo serikali ya wanafunzi Sautiso ameeleza jitihada zinazochukuliwa kuhakikisha wanafunzi wanashiriki kikamilifu katika michezo chuoni hapo. Kwa upande wa serikali tumejizatiti na tumejipanga vyema kuhakikisha kila mwanasauti mwenye kipaji aweze kupata chance ya kuonekana na kuonesha kipaji chake. Kwa kuwa na program tofauti za michezo. Tumeona michezo mingi ambayo imetokea kuanzia mwanzo wa uongozi, tukianzisha na Open League ambazo zilifanyika, Chuo Challenge, kuna Halotel Bonanza, kuna Airtel Bonanza ambalo pia Faculty Mascom imebahatika kuchukua na kuonesha ubingwa mbele ya wengine faculty ambazo zilikuwa zinashindana, lakini na michezo tofauti ambayo tumegusagusa, especially kwenye football wanawake wamepata nafasi ya kuonekana, wamecheza. Kwa hiyo kama taasisi na kama uongozi tunatambua mchango wao na tunathamini, tuko bega kwa bega na wanasauti kuhakikisha wanathaminiwa na tunathamini uwepo wao. Kwingineko barani Afrika, mshambuliaji wa kimataifa wa Kongo Fiston Mayele ameandika rekodi ya kuwa mfungaji bora wa muda wote wa klabu ya Pyramids mara baada ya kufikisha jumla mabao 50 ukiwa ni msimu wake wa 3 ndani ya kikosi hicho. Mayele aliandika rekodi hiyo mara baada ya kufunga kwenye mchezo wa jana dhidi ya Ghazl El Mahala ambapo Pyramid waliibuka na ushindi wa mabao 3-1. Mshindi huyo wa tuzo ya mchezaji bora wa ndani ya bara la Afrika msimu uliopita alikuwa akipitia wakati mgumu wa kufunga mabao msimu huu ambapo zilipita takriban siku 122 pasipo kufunga bao, na siku ya jana akafanikiwa kufunga na kuandika rekodi hiyo kubwa ndani ya kikosi cha Pyramid. Ikumbukwe Mayele alijiunga na kikosi cha Pyramids miaka 3 iliyopita akitokea katika klabu ya Yanga ya Tanzania. Na huko Ulaya, michuano ya ligi ya mabingwa barani Ulaya inaendelea usiku wa leo kwa michezo 4 ya mitoano mkondo wa pili kupigwa kutafuta timu zitakazotinga katika hatua ya 16 bora, huku macho ya watu wengi yakielekezwa katika dimba la Santiago Bernabeu majira ya saa 5 kamili za usiku ambapo klabu ya Real Madrid itakuwa nyumbani kuwakabili Benfica. Mchezo huo unateka hisia za wengi kutokana na matukio yaliyotokea kwenye mchezo wa mkondo wa kwanza uliofanyika nchini Ureno ambapo Real Madrid waliibuka na ushindi wa bao 1-0. Katika mchezo huo nyota wa klabu ya Benfica Gianluca Prestian alimfanyia ubaguzi wa rangi Vinicius Junior wa Real na kupelekea nyota huyo kusimamishwa kwa muda kupisha uchunguzi wa tukio hilo na hata kuwa sehemu ya kikosi cha Benfica kwenye mchezo wa leo. Katika mchezo huo Real Madrid watawakosa baadhi ya nyota wao wa muhimu akiwemo Jude Bellingham, Dani Ceballos na Rodrigo. Kwa upande wa Benfica wao watamkosa kocha wao mkuu Jose Mourinho ambaye alionyeshwa kadi nyekundu kwenye mchezo uliopita. Michezo mingine inayotarajiwa kuchezwa siku ya leo ni Atalanta wakiwakaribisha Borussia Dortmund mapema majira ya saa 2:45 za usiku. Juventus Turin watakuwa nyumbani dhidi ya Galatasaray majira ya saa 5 kamili za usiku kwa saa za Afrika Mashariki, na kule nchini Faransa PSG watawaalika ndugu zao AS Monaco majira ya saa 5 kamili za usiku. Christina Barton, SAUT TV. Asante sana Christina Barton kwa taarifa hizo za michezo. Kufikia hapo sina la ziada kwa habari za michezo kwa siku ya leo. Mimi ni Matilda Emilio na sasa nirudishe kijiti kwake Donson Hedward kwa kuhitimisha habari za siku hii ya leo. Shukrani sana Matilda Emilio kwa taarifa hizo za michezo. Na mtazamaji, taarifa hizo za michezo zinatamatisha taarifa habari kwa siku ya leo, lakini kwanza kabla ya kumaliza taarifa habari tupate tena muhtasari wake.
Baadhi ya wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino kampasi kuu ya Mwanza waeleza manufaa ya kujifunza kwa vitendo. Makaburi manne ya halaiki yamegunduliwa huko Kivu Kusini mwezi mmoja uliopita baada ya kuondoka kwa kundi la wanamgambo wa M23. Na katika michezo, ushiriki wa michezo ya ndani ya chuo watajwa kuendeleza manufaa ya kimwili kwa wanafunzi wanapokuwa chuoni. Kufikia hapo sina la ziada. Kwa niaba wote walioshiriki kuandaa taarifa hii habari, jina langu ni Dollingson Edward, nikutakie utazamaji mwema wa vipindi vingine vinavyoendelea hapa SAUT TV.